Ni mapambazuko mengine tena ambayo Mungu ameruhusu wanadamu kuendelea na makusudi yake. Wakili msomi Boniface Anyisire Mwabukusi anaandika akihoji kwamba je, tumebemendwa? Anasema upende au la, ustawi wa kidiplomasia, kiuchumi na kidiplomasia wa taifa hutegemea uwepo wa sauti mbadala za kweli kama za Tundu Antipasi Mughwai Lissu zikiwa huru, si maabusu kwa hila. Anasema uwepo wake katika jamii unaleta uwanda wa majadiliano na tafakuri chanya, wajibikaji na imani katika haki, huku kifungo chake kikizidisha mgawanyiko, mashaka, vitimbi na michezo isiyo ya lazima ndani ya muhimili wa mahakama kama tunavyoshuhudia. Wakili Mwabukusi anaendelea kwa kusema kwamba vivyo hivyo kuwaruhusu watu wanaotoa taarifa za siri na viongozi wachambuzi wa masuala mbalimbali ya kijamii kama akina Mdude Nyagali Soka au kama Mheshimiwa mstaafu Humphrey Polepole kuzungumza hata tunapokosoa, kukubaliana nao kwa baadhi ya mambo, ni jambo lenye afya zaidi kwa umoja wa kitaifa kuliko kuwatisha au kuwanyamazisha kwa vitisho au utekaji. Mwabukusi anaendelea kwa kusema kwamba katika demokrasia ukweli unaoumiza hauzuiliwi kwa mabavu, bali unawajibiwa kwa hoja na busara, na lazima tuvumilie kusikiliza tusiyoyapenda. Anasema mgogoro wetu wa sasa na kuparaganyika kwa ushindani wa haki na kweli katika uchaguzi wetu pia unatokana na kizazi cha watunga sheria na wafanya maamuzi waliokuzwa katika mfumo wa elimu uliosisitiza K3, yani kusoma, kuhesabu na kuandika, bila kujali maadili mawili ya kina zaidi, yani kusikiliza K4 na kutafakari K5. Matokeo yake katika karibu kila mchakato wa kufanya maamuzi ya kimkakati, tunao wataalamu wanaoweza kuhesabu, kunukuu na kutii, lakini hawawezi kutafakari maslahi mapana ya nchi kabla ya kupanga na kuamua. Anamaliza kwa kusema kwamba hadi tutakapohakikisha katiba mpya na kujenga upya mfumo wa elimu unaotengeneza watafakari na wenye fikra huru, si mafundi tu wa maarifa ya kukariri, tutaendelea kuzalisha viongozi wanaotenda kabla ya kusikiliza na wanaoamua kabla ya kufikiri. BAK Mwabukusi, huku akiweka hashtag katika uongozi, demokrasia, Tundu Lissu, Humphrey Polepole, Tanzania na utawala wa sheria. Hii ni tafakuri kutoka kwa wakili msomi Boniface Anyisire Mwabukusi akiuliza kwamba je, tumebemendwa?